waishi kwa amani, na mimi nataka iendelee kuwa namna hiyo. Kwa hivyo hata kabla hatujaendelea sana, niseme ya kwamba mimi nimekosana na mtu mmoja wa jamii ya Kalenjin, lakini sijakosana na jamii ya Wakalenjin, na siwezi kosana na hawa kwa sababu ni jamii ya heshima, na mimi mwenyewe walinitia heshima wakanipatia nafasi, na hawa bado fukuza mimi kwa kasi. Ni mtu mmoja amenifukuza kwa kasi, na kwa hivyo ni mzuri nieleze wazi ya kwamba Wakalenjin ninawapenda, ninawaheshimu, na ni matumaini yangu ya kwamba tutapata nafasi nyingine hapo mbele kufanya kazi pamoja. Umesema ya kwamba ungetaka kujua tulikosania nini na William Ruto. Hiyo maneno ni ngumu kueleza bila kurudia historia kidogo, kwa sababu historia ni kitu ya maana sana. Unajua rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya hayati Mzee Jomo Kenyatta alipatia Daniel Arap Moi nafasi kuwa makamu wake mwaka 12, na alipoaga dunia Rais Daniel Arap Moi akashika hatamu za uongozi. Wakati hiyo yote miaka 12 kulikuwa na shida mingi sana ya Rais Moi akiwa makamu wa rais kuangaishwa na wale jamii ya Wakikuyu walikuwa wamezingira Mzee Jomo Kenyatta. Lakini Mzee Jomo Kenyatta alikaa ngumu na akazuia wale watu walikuwa naitwa Kiambu Mafia kusumbua Vice President Daniel Arap Moi, na akamkinga, akamlinda, na akapata nafasi ya kuja kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Hapo mbeleni mwaka wa 2002 Rais Daniel Arap Moi alikuwa anaondoka, akalete Uhuru Kenyatta akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya, na jamii ya Wakalenjin ikaunga Uhuru Kenyatta mkono 2002, lakini hakuweza kushinda, akashindwa na Mwai Kibaki. Hapo mbele kukakuwa na tofauti kati ya jamii hizo mbili. Tukifika mwaka wa 2007 ugusi ukalete matata, bonde la ufa, na watu wengi sana wakakufa. Makanisa ikachomwa, akina mama wakachomwa, watoto wakachomwa, watu wakapigwa mishale, watu wakaangaishwa, na kukakuwa na mambo mingi sana, mpaka William Ruto na Uhuru Kenyatta wakapelekwa Nakuru. Jamii zote mbili zikasameheana na zikakubaliana siweze kufanya kazi kuendelea mbele. Na kutoka hapo mwaka 2013 Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na Rais William Ruto wakashikana. Rais Uhuru Kenyatta akachaguliwa kama rais, William Ruto kama deputy, na watu ya bonde la ufa Wakalenjin na Wakikuyu wakapiga kura debe moja, na ikaendelea mzuri. Tukafika 2017 tukarudi kwa debe, Rais William Ruto na Uhuru Kenyatta wakachaguliwa kama rais na naibu wa rais. Kutoka hapo kukakuwa na matatizo. Rais Uhuru Kenyatta akakuwa amefikiria vingine, alikuwa amesema yangu 10 ya huyu 10, na akabadilisha mafikira na akasema huyu William Ruto nimefanya kazi na yeye, hatuwezi muaminia taifa la Jamhuri ya Kenya, hafai, tabia yake ni nzuri, ako na mambo ya ufisadi na mambo mingi, na mimi nimekaa na yeye miaka 5 na nimeona hafai, na kwa hivyo nataka watu wangu kutoka mlima tuachane na huyu mtu, tutafute mtu mwingine. Ndio akaenda akaleta Raila Odinga akasema tuachane na William Ruto, tuunge huyu mkono. Mimi mwenyewe na viongozi wengine tukashikana tukasema hapana, sisi ni jamii ya heshima, na sisi ni jamii ya kuweka ahadi. Sisi hatutaki jina yetu kama jamii haribike, kwa sababu tuko na kesho. Huyu William Ruto amesaidia Uhuru Kenyatta, amekuwa rais. Uhuru Kenyatta ametangazia watu yangu 10 ya huyu 10. Sisi kama viongozi na jamii tukasema hapana, sisi ni jamii ya heshima, sisi ni jamii ya kuaminika. Tukasema hapana, tukakataa, tukasema tutaunga mkono William Ruto kabisa. Atageuka jamii yetu na atatuangaisha tena, ataharibu uchumi wa Kenya, ataharibu kila kitu. Huyu ni mfanyabiashara. Uhuru Kenyatta akaniambia wachana na hii mtu. Nikamwambia Rais Uhuru Kenyatta hapana, mimi ni muungwana, sisi ni wangwana, tuko na ahadi, wacha tumpatie nafasi. Kama itakuwa namna hiyo itakuwa ni bahati mbaya, lakini vile mimi naongea naona ni Mkristo, kila Jumapili yako kanisani na Biblia, anajenga kanisa. Huyu William Ruto nimemwamini kama Mkristo, ameokoka, na sioni hata kama akipata kiti
anaweza kugeuka mimi na kugeuka sisi na kuharibu Kenya vile unasema. So Rais Uhuru Kenyatta, tafadhali wacha tu tuunge mkono. Hii ingine ni historia, tukamsaidia akakuwa rais. Sasa umeniuliza tulikosania wapi? Vile Uhuru Kenyatta alikuwa ameniambia, kufika pale akageuka kabisa, akakuwa mtu mwingine. Sio yule mimi nilikuwa najua, sio yule tulikuwa tunaenda na yeye kanisani. Akageuka akakuwa mtu mwingine. Akafika pale akaanza mambo mingi. Pale State House ikakuwa ni bahari ya mabrokers usiku. Watu ya biashara, watu ya nini, wa Hindi, wa China, Mashailok, watu ya wash. Sasa ile heshima ilikuweko ya Ikulu ikaisha. Tena tukaingia mambo ya uongo. Ahadi za uongo. Unaenda anaanzisha barabara na haina pesa. Analeta contractor, tukiondoka tractor na malori inatufuata. Mimi nikaenda nikaketi chini nikamuuliza rais, hii maneno tumeanza ya kudanganya watu, sitatuletea shida huko mbele? Sema bwana wewe achana na hiyo maneno, mimi najua what I'm doing. So tumeendelea. Ameanza madharau. Ameshikana na vijana wadogo ambaye leo lazima niambie wa college wale wameharibia William Ruto uongozi wake na heshima yake kama kiongozi wa taifa. Akashikana na huyu Faruk Kibet, akashikana na huyu Oscar Sudi na huyu Kipchumba Murkomen. Hao watu watatu ndio wameweka William Ruto ile shimo wako leo. Siku William Ruto amechaguliwa, alikuwa ni kiongozi yako na umaarufu sana. Alipendwa sana. Watu walimwamini sana. Baada ya mwaka 3 ukizunguka Kenya kila mtu anasema aende nyumbani. Ukienda mlimani hakuna mtu anataka kumuona. Akiita mkutano lazima alipe watu pesa wamsikize. Akienda wapi? So mimi nikamwambia rais, hao vijana si watakuharibia serikali. Anasema bwana, hivi vijana wako sawa, wacha tukae na hawa. So tumeendelea, tumeanza kupata matatizo. Na mimi nimeanza kupigiwa kelele na watu ya nyumbani. Mambo ya finance bill. Watu ya mlimani na Wakenya wengine wameniuliza, wewe Rigiji, naomba nikukatize kidogo mheshimiwa, kwa sababu tunataka wasikilizaji wetu waelewe. Umezungumzia Faruk Kibet na waziri Kipchumba Murkomen na mheshimiwa Oscar Sudi ndio walileta matatizo. Ni matatizo yepi ambayo hao viongozi walileta ndio ikasidisha hii tofauti yako na mheshimiwa? Sio hata tofauti yangu, nasema kuharibu nchi. Hawa ndio wenye kusema pale. Mimi nikauliza rais, mimi naona tunapotea njia. Mbona unakaa na hii watoto? Si ukae na wazee. Wazee walienda wapi kwa hii Ikulu? Mimi nikija hapa nakuta wafanyabiashara, nakuta watu ya wash, nakuta watu ambaye tabia yao si mzuri, nakuta watu ya kitaifa kama Hemeti huyu ya Sudan, mtu anaua watu, ndio wako hapa Ikulu. Nakuta mtu mwingine ya Zimbabwe mkora, ndio wako hapa Ikulu. Wale watu yote wanagonga watu ya kamari, watu ya betting ndio wako pale. Wale wanapika pombe haramu ndio wako pale, wameletwa na Sudi. Amechukua commission, amewaleta kwa rais. Wamejaa pale. Rais amewacha kufikiria mambo ya nchi, ako kwa mambo ya biashara. So mimi nikamwambia rais, na kuomba ndugu yangu, mimi nilikula kiapo kuwa msaidizi wako. Naona kila mtu anakuogopa. Tafadhali usinitishe nikuogope, nikubalie nikuheshimu. Ndio nikuwe nikikushauri tusipotee. Nikauliza rais, wazee walienda wapi ya jamii ya college? Tuko na hii mzee anaitwa Henry Koskei, tuko na Sally Koskei, tuko na Elijah Subwe, tuko na Franklin Bet, tuko na Wilson Boynet, tuko na William Murugo, tuko na Major Retired Say, tuko na watu wazee wa heshima katika jamii ambaye wameona mambo mingi, watu wamekomaa. Siuita hii wazee wakuwe wanakaa na wewe jioni wanakushauri, kwa sababu mimi naona hii watoto umelete wanakupoteza njia. Asema bwana, wajana hiyo wazee hiyo wamepitwa na wakati, wakwende. Mimi wacha nikae na hii. Nasema kama hutaki hii wazee, si hata uite huyu Bishop Silas Yego wa AC, mzee mwenye hekima, mzee anajulikana. Rais, mambo si mzuri, kelele imezidi nje na wewe husikii kelele. So tukifika finance bill, nikamwambia rais, hii finance bill watu wamekataa. Lakini mheshimiwa,
kuna tetesi zinasemekana kwamba wewe ulikuwa unapangia. Si ungoje nikueleze. Kwa sababu unaona wajumbe umesema kama kina Sudi wanasema ulikuwa unapangia rais kumwondoa. Sasa si lazima ungoje nikueleze. Umeniuliza swali. Nimekwambia ni story mrefu. Lazima unipatie muda nikueleze. Okay. Tumefika finance bill. Nimemwambia hii finance bill rais watu wamekataa. Anasema hapana, lazima tufanye. Mimi ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. Mwambie hata kama wewe ndiye rais, si unaongoza watu. Kama wenye kuongozwa hawataki, tusilazimishe.